Unatazama TV Iman Tanzania, elimu bila mipaka. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani kiongozi wetu, mwalimu wetu, kipenzi wetu, Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nashukuru kupata fursa hii ya kujumuika nanyi ndugu zangu wa kina mama wa Kiislamu katika kongamano hili muhimu ambalo limebeba maudhui muhimu, nayo ni ya kumzungumzia mwanamke wa Kiislamu mwenye furaha. Mada ambayo nimeomba nihudhurishwe ni saikolojia ya mwanamke. Saikolojia ya mwanamke. Saikolojia ya mwanamume. Saikolojia ya mwanamke inshallah nitaizungumza leo katika muhadhara Masjid Haq. Kwa hiyo ukizisikiliza hizi mada mbili utaweza kuelewa saikolojia ya mume na saikolojia ya mke, saikolojia ya mwanamume na saikolojia ya mwanamke. Sasa wewe kama mwanamke utaweza kufahamu yale ambayo mwanamume anatakiwa kuyafahamu kuhusu wewe. Kwa hiyo inshallah hii ndio itakuwa mada yangu katika siku ya leo. Maudhui hii ndugu zangu akina mama, nimeona ni muhimu sana kuzungumza nanyi kwa sababu tunapozungumzia swala la saikolojia unaweza ukafikiri labda tunazungumza kitu kigumu sana, elimu ngumu sana. Lakini elimu hii ipo katika mafundisho ya dini tukufu ya Kiislamu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuambia katika Qur'an, wa fi anfusikum afala tubsirun. Hivi hamziangalii nafsi zenu zilivyo? Hamjichunguzi nafsi zenu zilivyo? Saikolojia maana yake ni elimu ya nafsi. Kwa hiyo sio kitu kigeni, ni neno tu la Kigiriki, la Kilatini, lakini ukweli ni nafsi yako. Kwa hiyo tunapozungumzia saikolojia ya mwanamume tunazungumzia nafsi ambayo mwanamume ameumbwa nayo. Sisi kama wanaume tunajieleza yale ambayo tunayo katika nafsi zetu. Tunatoa siri zetu kwenu ili muweze kutuelewa vizuri. Na mtakapotuelewa vizuri ndivyo nyumba zitakavyokuwa na furaha. Tatizo kubwa ndugu zangu wa kina mama, na utafiti unaonyesha kwamba wanawake wengi waliomo katika ndoa hawawafahamu vizuri wanaume. Hapa ndio kiini cha tatizo. Hata sisi mashehe tunapokaa kusikiliza kadhia zinazohusiana na ndoa na matatizo ya ndoa, mara nyingi utagundua kwamba hawafahamiani. Mwanamke hafahamu saikolojia ya mume wake, na saa nyingine mume hafahamu saikolojia ya mke wake na jinsi alivyoumbwa. Na ndio imesababisha ufa, imesababisha tatizo lile. Kwa hiyo kumuelewa mwenza wako ni moja katika elimu muhimu sana ambayo itatusaidia kuishi katika ndoa kwa furaha. Wanawake wengi hawafahamu wanaume wanavyofikiri, kwamba wanatofautiana nao katika kufikiri. Hawafahamu wanaume wanavyohisi, wala hawafahamu matarajio ya waume zao. Hapa ndio matatizo yanaanza kuzalika
katika maisha ya ndoa. Gepu hii ya kutofahamiana, na kwa leo tunamzungumzia mwanamke kumfahamu mwanamume, gepu hii ya kutofahamiana limesababisha nyumba nyingi sana kuvunjika. Kwa sababu gani? Ufahamu baina ya hawa wawili haupo. Ndugu zangu, mimi ni miongoni mwa watu ambao napata kesi nyingi sana. Simu yangu inajaa message, kama ni Instagram, kama ni Facebook, acha zile za kupigiwa live. Na asilimia zaidi ya 85 zinatoka kwenu nyinyi akina mama, mkilalamika, mkishtaki kuhusiana na tabia za waume zenu. Sasa ingine unaongea na mwanamke wa Kiislamu mpaka simu inapata moto. Unashindwa kumwambia, sasa unashindwa kumwambia hebu kata kidogo, utamjeruhi. Maana hapa anaongea huko analia. Sasa ukimwambia hebu nipigie baadaye kidogo, utakuwa umeweka katika hali gani? Matatizo ni mengi, lakini ukweli ni kwamba ukiyachunguza hayo matatizo na malalamiko yote hayo, utakuta kuna tatizo la kutofahamiana. Unamjibu kwa busara, unashindwa tu kumwambia nimekusikiliza ukhti wangu, lakini maelezo yako yote uliyozungumza hayana maana yote. Unashindwa kumwambia hivyo. Unajaribu kumuelewa hisia zake, lakini ukweli hakuna nukta yote ya msingi iliyomsababisha awe katika hali ile isipokuwa ni kutofahamu. Ndugu zangu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyomuumba Adam alayhi salam, akagundua kwamba Adam peke yake peponi au bustanini anapatwa na simanzi, anapatwa na wehsha, upweke. Akaamua kumuumbia mwenza wake ambaye ni Hawa, ambaye ni nyinyi hapo, kutoka katika ubavu wake. Lengo kubwa amuondoshe Adam apate mtu ambaye atamliwaza, atakuwa naye, ndio lengo kubwa la kuumbwa Hawa. Na hii inazungumziwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'an. Mwenyezi Mungu anasema, wa min ayatihi, katika alama za kutambua uwepo wa Allah Subhanahu wa Ta'ala, an khalaqa lakum min anfusikum azwajan, ni kuwaumbia kutokana na nafsi zenu wenza wenu, litaskunu ilaiha, ili muweze kupata utulivu kutoka kwa hao wenza. Waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma, na akajalia baina yenu mapenzi na huruma. Inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun, kwa sababu katika hiyo kuna alama za watu wenye uwezo wa kufikiri. Kwa hiyo hii ni misingi mitatu ya ndoa, ambao wa kwanza ni as-sakina, utulivu. Na wanachuoni wetu wanasema utulivu huu kwa asilimia kubwa unaletwa na mwanamke. Nyumba yote ambayo inakosa utulivu, mtuhumiwa nambari moja ni mwanamke kabla ya mwanamume. Kwa nyinyi katika masuhulia yenu ya kuwafanya kuwa ni wanawake wanaoishi katika ndoa zao kwa furaha, la mwanzo katika hizi nguzo tatu ni as-sakina, ni utulivu, ambao kwa kiwango kikubwa unatoka kwenu. Na hizi sifa zingine, mawadda na rahma, zinashirikiana baina ya mwanamume na mwanamke. Sasa kwa nini utulivu unatoka kwenu? Ni kwa sababu Allah alivyowaumba, mmeumbwa nyinyi tofauti na wanaume. Na hii inathibitishwa na Qur'an. Mwenyezi Mungu anasema, walaisa dhakaru kaluntha, hakuwa mwanamume ni kama mwanamke. Maulama wamezungumza kwa kirefu maana yake nini hakuwa hivyo. Walaisa dhakaru kaluntha, mwanamume si kama mwanamke. Mwanamke ameumbwa tofauti, na kutokana na utofauti alioumbiwa mwanamke ndio unaosababisha kuwepo na utulivu katika nyumba yake, kwa zile sifa ambazo Allah Subhanahu wa Ta'ala kazipandikiza katika nafsi na maumbile ya mwanamke, kama tutavyokuja kuona huko mbele. Katika hadithi ya Bukhari amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwahusia umma wake,
wastausu bin nisa'i khairan, na wahusieni enyi wanaume kuwafanyia khairi wanawake. Kwa nini? Fa innahunna khuliqna min dhil'i, kwa sababu wanawake wameumbwa kutokana na ubavu wa mwanamume. Wa inna a'waju shay'in fi dhil'i a'la, na huu ubavu umepinda, na sehemu iliyopinda katika huu ubavu ni juu ya ubavu. Haya ni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fa in dhahabta tuqayyimu, ukitaka kuunyoosha ule ubavu, kasarta, utauvunja. Wa in taraktahu, na ukiwacha ule ubavu, lam yazal a'waj, utaendelea kuwa umepinda. Fastausu bin nisa'i khairan, na wahusieni kuwafanyia khairi wanawake. Hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ina maana kubwa sana, kwamba mwanamke ameumbwa kutokana na ubavu, na ili ubavu uweze kufanya kazi yake ya kuprotect mwili na tumbo na viliomo ndani yake na moyo, ni lazima ubavu ule upinde. Ubavu unapinda na kwa kama sura ya mwezi. Ukitaka kuunyoosha kusema ubavu mbona umepinda, utauvunja ubavu ule, na hata ukifanikiwa kuunyoosha hautakuwa ubavu tena, na hautofanya kazi yake inayotakiwa. Na sehemu iliyopinda katika ubavu ni juu ya ubavu wenyewe. Wanachuoni wanazungumzia kwamba mwanamke alivyoumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala, kwa mtazamo wetu sisi kama wanaume tunahisi kwamba hayuko sawa sawa, amepinda. Sasa hii nitaizungumza na wanaume inshallah baada al-maghrib, lakini nawapa nyinyi tu vionjo fulani fulani. Kwa hiyo mwanamume ukitaka kuunyoosha ubavu, ukitaka kumnyoosha mke wako anyoke, maana yake unamvunja. Lakini ukitaka kuishi naye, muache vile vile alivyopinda, kwa sababu ndivyo Mwenyezi Mungu alivyomuumba. Nini maana ya maneno haya? Maneno haya yanamaanisha kwamba mwanamke si kama mwanamume. Mwanamke hafanani na mwanamume katika maumbile yake. Hiyo yote tunaifahamu na tunaiona dhahir. Kijana wa kiume na kijana wa kike wanatofautiana katika maumbile. Mwanamke hafanani na mwanamume katika hisia zake. Mwanamke hafanani na mwanamume katika kufikiri. Mwanamke hafanani na mwanamume katika vionjo vyake. Mwanamke hafanani na mwanamume katika kuzungumza. Tumetofautiana katika kila engo, mwanamke na mwanamume. Na Allah amemuumba mwanamke katika sifa hizi kwa sababu ya lengo maalum. La mwanzo tulizungumza la kuleta utulivu, ya malezi ya watoto. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akamuumba mwanamke kwa sifa hizo ambazo hazipo kwa mwanamume. Zile sifa za mwanamume tutazungumza baadaye, lakini hizi ndizo ambazo wanawake wanazo, na ndio utofauti unaotofautisha na wanaume. Ndugu zangu akina mama, Allah subhanahu wa ta'ala amewaumba nyinyi kwa ufundi mkubwa sana. Yani kama inajuzu kusema kwamba wanaume walifinyangwa, wanawake waliumbwa, Allah subhanahu wa ta'ala aliwaumba kwa ufundi mkubwa. Wote tumeumbwa vizuri, lakini nyinyi maumbile yenu, hisia zenu, kila alichokipachika ndani yenu, Allah subhanahu wa ta'ala alikifanya kwa ufundi wa hali ya juu. Na yote ni kwa malengo maalum. Hisia za mwanamke zipo karibu zaidi na nyingi zaidi kuliko hisia za mwanamume. Hii nadhani haina upinzani, wote tunakubaliana na hilo jambo. Na huu ndio utofauti wenyewe jinsi ulivyo. Lakini mwanamume ambaye ndio mada yetu ni kiumbe mwenye hisia za mbali sana. Unaweza kwenda wewe na mume wako sehemu, kwa jirani, mnakuta watu wote wanalia pale ndani. Unafikiria wa kwanza kulia atakuwa nani katika nyinyi wawili? Mwanamke. Alafu baadaye unauliza hivi mnalia nini?
Lakini mwanamume atasimama, ataangalia angalia, atasema Sheikh, kuna tatizo gani hapa? Kwani hujapata taarifa Sheikh? Sijapata bwana. Mzee hapa amefariki bwana. Oh, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Poleni sana. Lakini mke wako ashaanza kulia siku nyingi, hata hajajua analia nini. Kwa sababu gani? Ndio maumbile ambayo Allah subhanahu wa ta'ala akamuumbia. Na ukitaka huyu mwanamke awe kama huyu mwanamume, maana yake asilie, hisia zake ziwe mbali, tayari umeshamgeuza mwanamke amekuwa mwanamume. Lakini mwanamke mwenye maumbile ya kike na ana practice, anayatumia maumbile ya kike, ni lazima anaona wenzake machozi yanatoka, wanalia, ataanza kwanza kulia, alafu baadaye ndio atambia kuna nini hapa jamani? Nikamwambia fulani amefariki. Kilio kitaongezeka mara 2 tena. Sisi tunaona kwenye misiba, yani msiba umetokea nyumbani, kila mgeni anaoingia kilio kinaanza upya kuanzia getini kule. Msiba una siku 2 labda, kila akiingia mgeni, nani kaja, kilio kinaanza. Huyu ulikuwa unaongea naye sasa hivi hapa anacheka, lakini kamuona tu mgeni kaingia kule kaanza kilio. Sio kama ana act, hisia zile zinamkumbusha. Haya ndio maumbile ambayo Allah subhanahu wa ta'ala kayaumba kwenu nyinyi. Sasa maumbile haya wanaume wanatakiwa kuyafahamu. Hii ni mada yetu ambayo tutaizungumza kule. Lakini nazungumzia hapa kuonyesha utofauti wa hisia. Mwanamume hisia zake ziko mbali. Ukiwa wewe unataka mume wako wewe analialia kila wakati na nini, maana unataka kumgeuza mwanamume sasa awe kama mwanamke, kitu ambacho hakiwezekani. Kabla una roho ngumu sana. Yaani mimi nalia hapa kuanzia asubuhi na huzunika, wewe sijaona hata chozi la kutoka. Sasa huyu mwanamume hali ovyo, sawa? Lazima ajue kitu gani mpaka alie, maana yake ni process, ni mchakato. Sasa kama hujui hivyo, utaanza kumuona mume wako selfish, ana roho ngumu na hivi na hivi. Ndo alivyo, ndo ameumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala hivyo. Mwanaume anatumia zaidi logic kuliko hisia kuendea mambo. Lakini wanasayansi nao wamethibitisha kwamba hata bongo zetu, ubongo wa mwanamume na ubongo wa mwanamke ni tofauti. Ubongo wa mwanamume ulivyopimwa na kuangaliwa uko maboksi. Ndani ya ubongo kuna maboksi. Yaani mambo yake yote katika fikra anaweka katika ubongo wake, kuna maboksi tofauti. Kuna boksi la budget, kuna boksi la sijui kitu gani, kuna boksi la kitu gani. Maboksi yanatakiwa yafungue. Mwanamke ubongo wake jinsi ulivyo ni mishipa imeungana kichwa kizima. Mishipa imeungana kama ya umeme vile. Kwa hiyo ukisema kitu, mwanamke kichwa kinawaka pap, kinazunguka, kinapita, anaanza kutafsiri yale maneno, umekusudia nini, ulikuwa unataka nini, anaunganisha vitu vyote, yani taa zinawaka kwenye kichwa chake. Lakini mwanamume ukisema kitu anakwenda kufungua maboksi yake. Hapa maamuzi yanakuwa, utoaji wa maamuzi ni tofauti kati ya mwanamume na mwanamke. Unakuja kuzungumza na mume wako unamkinaisha, wanaambia baba fulani, umri unakwenda, tupate hata ardhi, tujenge kibanda chetu na nini. Mashaallah, fikra nzuri mke wangu, fikra nzuri. Yeye pale anafungua maboksi yake ya mshahara wake shilingi ngapi, madeni aliyokuwa nayo, watoto, matibabu, sijui na kitu gani, anaangalia uwezekano upo. Siku ya pili anakuja nyumbani, anamkuta dalali yuko nyumbani. Huyu nani? Anambia baba fulani tuliongea jana kuhusu kiwanja, nimeenda kukiangalia, nimekiona kizuri, na amekuja anasema anataka $3 milioni. Mwanamume maboksi yake ya ruhusu. Mimi sijaruhusu, sijasema bwana, mimi nilikwambia fikra nzuri. Hapana, mimi nilifikiri umekubali. Kwa nini? Kwa sababu kichwa chake, vichwa vyenu yani, sawa vinafanya kazi kupita kiasi. Lakini mwanamume lazima afungue maboksi yake, afikirie ada, madeni na nini, alafu ndo atoe maamuzi. Kwa hiyo katika kutoa maamuzi wanaume wanachelewa. Ukimuelewa mwanamume hivyo, utaelewa kwamba haya ni maumbile yake. Lakini ukimuelewa vitu tofauti, utasema hapana, wewe unafikiria vitu vingine bwana. Maone, unaanza kumwekea dhana tofauti kwa sababu unataka awe kama wewe. Haiwezekani. Wanaume wanachukua maamuzi baada ya kufikiri, baada ya kuingiza katika mchakato, na baada ya kujiridhisha kwamba ni maamuzi sahihi. Haya ndio maumbile ya wanaume jinsi yalivyo, unapoyaelewa yatakusaidia katika kumuelewa
unaishi naye. Ndugu zangu akina mama, wanaume wanataka nini kwenu? Katika vitu vya mwanzo kabisa, utafiti umefanyika, asilimia zaidi ya 90 ya wanaume wanatarajia kutoka kwa wake zao heshima, kuheshimiwa. Wewe pika vizuri, vaa vizuri, tengeneza nyumba yako vizuri. Kama humheshimu mume wako, vitu vyote hivyo havina maana yote, na hutoishi maisha ya raha. Sisi wanaume, ukitaka kutufurahisha, jambo la mwanzo, tupe heshima yetu kama wanaume, tupe heshima yetu kama viongozi wa familia. Hakuna mwanamume duniani anayekubali heshima yake hii ivunjwe, hakuna. Labda yule aliyobadilishwa fikra, akalelewa akawa kama mtoto wa kike, inawezekana. Lakini maadamu anaitwa ni mwanamume, hayuko tayari heshima yake kuvunjwa. Na moja katika matatizo makubwa tulionayo katika zama tulizonazo ni wanawake kutoelewa hitajio la mwanzo la waume zao, heshima. Kutokana na 50-50, haki sawa, sijui kitu gani, uchumi na sisi tunamiliki sasa hivi, tumeingia kwenye semina, sawa Kwa hiyo unaona kama mume wako na wewe mko sawa tu, yani hamna tofauti yote. Aniheshimu na mimi namheshimu. Siponiheshimu na mimi simheshimu. Ndio iko mtazamo huko hivyo yani. Na hapa ndio matatizo makubwa yanajitokeza katika ndoa zetu. Wanawake kutoelewa hitajio la mwanzo la waume zao, nalo ni heshima. Hata umpende vipi mume wako, wallahi kama umheshimu, mtakuwa mnadanganyana tu. Anaweza ka-act kama na yeye anakupenda na nini, lakini ndani ya nafsi yake atakuwa anakereka. Kwa sababu gani? Ya kumkosea heshima. Na hii inatokana na maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, ar-rijal qawwamuna 'ala an-nisa. Hii ni aya, wanaume ni wasimamizi wa wanawake, bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd, kwa lile ambalo Mwenyezi Mungu amewafadhilisha baadhi yao kuwafadhilisha wengine. Wa bima anfaqu min amwalihim, na kwa sababu ya nafaka ambazo wanazitoa katika mali zao. Aya hii inaonekana kwamba ni aya kandamizi kwa wanawake, kwamba wanaume viongozi, lakini viongozi wenyewe sio waadilifu, sio nini. Hiyo ni kadhia nyingine. Kutokuwa mwanamume mwadilifu ni kadhia nyingine, haikupi haki wewe ya kutomheshimu mume wako. Wewe tekeleza majukumu yako. Nadhani kuna hadithi ustadh alikuwa ameizungumza, tuko nje tunaisikia, katika mambo ambayo yatasababisha wanawake kuingia peponi. Moja katika sifa hizo, sawa ni kumtii mume. Katika yale mambo 4 au 5 yatakayoingiza wanawake, na hili ndio gumu kuliko yote. Kufunga rahisi, kuswali rahisi, kujistiri rahisi, kumtii mume, huo ndio mtihani mkubwa tulionao katika jamii yetu hivi sasa. Kwa wewe tekeleza agizo la Mwenyezi Mungu na Mtume sallallahu alaihi wasallam la kumheshimu mume wako regardless, bila kujali kwamba tabia zake zikoje. Wewe jiwekee kwamba mimi namheshimu. Usitaki kumuiga jinsi alivyo yeye. Kuwa wewe kama mwanamke wa Kiislamu unayejitambua na unaifahamu haki za mume wako. Kumheshimu mume wako pamoja na kumheshimisha mume wako mbele za watu. Masuala ya mavazi, masuala ya nafaka, masuala ya kutunza siri za ndani ya nyumba. Heshima sio yeye tu peke yake. Wallahi mimi nazungumza na wanawake wa Kiislamu, mpaka namwambia ukhti samani, hebu taratibu kidogo, hebu basi bakiza hata akiba ya maneno. Sheikh, ukitaka nitakutumia mpaka picha zenyewe, nitakutumia mpaka message, yani anamvua nguo mume wake zote. Kila binadamu anakosea, lakini fika sehemu sasa, weka heshima ya mume wako mbele za watu wengine. Ni wanawake wa Kiislamu hawa ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam kawakataza kutoa siri za ndani ya nyumba zao, lakini wao wamejihalalishia kuzungumza na
shosti zao, yote yanayotokea katika nyumba zao. Bali wengine hata wazazi wao wanapokuja ndio kutembelewa na mama yake na nani, anamkuta binti yake kidogo sura yake kama imebadilika. Kuna nini mwanangu hapa? Be mama, sitaki atakusema. Anamzidisha pressure. Hapa nakwambia, yani kuanzia jana mpaka leo hii hatujatia riziki hapa. Wewe unaona kwamba unashtakia, lakini unatoa siri za ndani ya nyumba yako, lakini vile vile unamfedhehesha mume wako. Yani pepo ghali kuipata. Kumheshimisha mume wako sio kumheshimu yeye tu, kumfanya hata wanaomzunguka wamheshimu. Saa nyingine hata kwa kusema uongo. Sasa unajua mume wako anahangaika, anajitahidi, lakini hajafikia katika lile daraja unayotaka. Wakikuuliza alhamdulillah tunaishi vizuri, alhamdulillah tuko katika neema, alhamdulillah. Kila anayekudodosa alhamdulillah, mume wangu hafanyi taksiri, upungufu aina yote, kila kitu anajitahidi kadri ya uwezo wake. Lakini wewe unajua kabisa kuna vitu havipo. Kwa kufanya hivyo, kwanza unaleta baraka katika nyumba yako, unafanya ibada ya kutunza siri ya nyumba yako, lakini unamheshimisha mume wako katika jamii. Lakini ni wachache miongoni mwa wanawake wa Kiislamu ambao wako tayari kufanya hivyo. Kasoro ndogo tu tayari simu, mama, baba, nani, tayari zimeshatoka nje. Hiyo sio kumheshimisha mume. Na kuna tofauti kati ya kutii na kuheshimu. Kutii unaweza kutii amri, lakini ndani ya nafsi yako kawa umheshimu mume wako. Ni vitu vile tofauti. Heshima ni kitu cha kwanza, utiifu unafuata baada ya heshima. Na vitu vingine kama mapenzi na nini yanafuata baada ya heshima. Kwa hiyo nguzo ya kwanza kabisa ambayo wanaume wanaitarajia kutoka kwenu katika nyumba ni kuheshimiwa. Ya pili, kuthaminiwa na kukadiriwa, takdir, yani kusifiwa, kupewa haki yake mwanamume. Wanawake wengi wanaona ni wajibu kwa mwanamume kusimamia familia. Ni kweli, ar-rijal qawwamuna 'ala an-nisa, ni wajibu. Na moja katika haki za mume ni kusimamia familia yake, chakula, mavazi, matibabu, ada za shule, sijui kitu gani, nguo za mke wake, ni wajibu. Hakuna mwanamume anapinga hichi kitu. Lakini wanawake wengi wanahisi kwamba wajibu huu hauhitaji kushukuriwa. Ni wanawake wangapi ambao anamshukuru mume wake kwa chakula cha mchana? Kamba mume wangu jazakumullahu khairan, Mungu akuzifungulie milango ya riziki, umetuletea chakula tumekula kama familia. Mume wangu jazakumullahu khairan, tunaishi katika nyumba labda ni ya kwetu au tumepangisha. Ni wachache. Utafiti unaonyesha 85% hawatamki maneno, wanahisi kwamba huu ni wajibu wa mwanamume. Akipunguza tu kitu kidogo maneno tayari, lakini akikamilisha shukrani hakuna. Kwa sababu gani? Wanawake wanahisi kwamba ni wajibu wake. Na ukimsifu sana, tutaona kwamba sisi labda tuna shida. Wewe kila siku mpe matatizo tu. Analeta hichi na kitu fulani bado, analeta hichi na kitu fulani bado, bila kuelewa kwamba haya wanaume sisi tunapenda kusifiwa, tunapenda kushukuriwa, hata kwa uongo basi. Lakini ukisikia tu hayo maneno, mwanamume kweli huko nje anasharika vizuri, anajua kwamba anachokifanya kinakuwa muqaddar, appreciated katika nyumba yake. Mfano wa ambao tunataka tuutoe kwenu, ile nani ya kwanza na hii ya pili, ni mfano wa Bi Khadija radhiallahu anha, mke wa kwanza wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Huyu mama alikuwa mtu mzima, kama wanavyosema watu wa sira, miaka 40 takriban. Ameolewa na Mtume sallallahu alayhi wasallam akiwa na miaka 25.
ni mama bilionea, yani katika wale matajiri 10 katika mji wa Maka, jina la Bi Khadija limo ndani. Ana kila kitu. Lakini subhanallah, haijawahi kuthibiti katika sira, sijawahi kusoma katika kitabu chochote kinachoonyesha Bi Khadija radhiallahu anha alimsumbua Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wake zake wote wana kesi nyingi tu. Aisha ana kesi kibao dhidi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hafsa mpaka ilifikia akataka kuachika. Kina Ummu Salama na wengine wote wametajwa. Lakini Bi Khadija radhiallahu anha hakuna kitabu kilichotaja kwamba kuna siku alimkera au alimsimanga au alimuudhi au alimvunjia heshima Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na ni mwanamke tajiri, angeweza kumwambia wewe kwanza usinisumbue bwana. Mimi kila kitu natoa mimi hapa. Kila kitu nanitegemea mimi, mpaka familia yako mimi naisaidia. Hajawahi hata siku moja. Lakini leo sisi vipato tunavyovipata kutoka katika upatu, sijui katika nini, mikopo na kukopeshana, sasa hivi nakwenda kufunga mali Zanzibar. Sasa hivi na duka langu la vyombo na duka langu sijui la madira na nini, na kipato changu ninachojitegemea. Yani mwanamume kidogo tu akikosa, kwanza usinitishe bwana. Sintishe, na mimi na hela zangu bwana. Kama hutaki kunipa ruhusa kwa sababu ya nauli yako, kaa nayo mwenyewe. Sihitaji nauli yako mimi. Haya maneno yanazungumzwa, tunayapata, tunayasikia, kwa sababu tu uchumi umeongezeka kidogo. Lakini Bi Khadija radhiallahu anha pamoja na ubilionea wake haikuwahi kuthibiti, wala haikuwahi kuthibiti kwamba aliweka msichana wa kazi amhudumie Mtume sallallahu alaihi wasallam. Haijawahi. Ndio hivyo. Kwa nasikia hapa masuala ya wasichana wa kazi na nini, haikatazwi. Sawa Lakini nazungumzia mwanamke anayejifahamu. Kazi zitafanywa huko nyingine tofauti. Sio kazi ya kumtengea mume, sio na nini. Na ndio maana kuna hadithi moja ambayo sio kama mnaifahamu uzito wake. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, atani Jibril. Siku moja amenijia Jibril. Subhanallah, huyu malaika analeta wahi. Atani Jibril faqala ya Rasulullah, akaniambia wewe mtume wa Mwenyezi Mungu, hadhihi Khadija, huyu hapa anayekuja sasa hivi ni mke wako Khadija. Qad atatka ma'aha ina'u, amebeba vyombo, fihi idamun au ta'amun au sharab, katika vyombo vile kuna chakula au kinywaji. Fahidha iya atatka, atakapokuwa amefika amekuijia, faqra alaiha assalam min rabbiha wa minni, mpe salamu zinazotoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na salamu zinazotoka kwangu. Wabashirha bibaitin fil janna, na mpe habari njema ya nyumba aliyojengewa na Mwenyezi Mungu peponi. La sakhba fiha wala nasab, haina makelele wala haina majonzi na huzuni. Nyumba aliyojengewa Bi Khadija radhiallahu anha na Allah Subhanahu wa Ta'ala peponi. Hadithi hii muhimu ndugu zangu wa kina mama, inaonyesha nafasi ya Bi Khadija kumhudumia mumewe. Mwanamke bilionea anaweza akaajiri wanawake 100 wamhudumie Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini amebeba mwenyewe vyombo vina chakula na kinywaji, na ametumwa Jibril kutoka mbingu ya 7 na Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa ajili ya nini? Aende tu amsalimie. Nenda kamsalimie Bi Khadija, mwambie Mwenyezi Mungu anakusalimia na anakupa habari njema, amekujengea nyumba peponi kama ilivyokuwa nyumba yako hii. Haina kelele wala haina majonzi wala haina huzuni. Kwa sababu gani? Unavomlea mtume wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndio maana ya hadithi hiyo. Leo ni wanawake wangapi ambao wanachukua time ya kumhudumia mume wake katika chakula, katika nguo zake anapotoka, katika nyumba ndani pale, mpangilio wa decoration na furniture, katika kujipamba. Nilikuwa nasikia nje naibia kusikia kule,
Ukhti Fatma kanimalizia mada yangu yote. Unapokwenda harusini, sawa na unavojipamba huko na hapa nyumbani jinsi ulivyo. Saa nyingine tunawasahau wake zetu. Tunamsahau kabisa kwamba huyu ni mke wako. Hujawahi kumuona uzuri alionao isipokuwa kuna harusi. Na kweli kabisa, akirudi kutoka harusini, kitu cha kwanza ni kuoga upya na kuvaa overall. Sisi kuna ile overall la nyumbani tunalijua lile. Mbele nyuma, nyuma mbele, yani alina wewe ukishaliingiza linaingia tu. Sasa vitu kama hivi ndio tunafundishwa na Bi Khadija radhiallahu anha, jinsi gani alivyokuwa akimhudumia Mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka analetewa salamu na Allah subhanahu wa ta'ala kutoka mbingu ya 7. Jambo la tatu ambalo wanaume wanalitarajia kutoka kwenu ni kupendwa na kudekezwa. Kupendwa na kudekezwa. Amstone hivi wanaume atuchikicheki ovyo na nini, lakini ni watu madhaifu sana. Madhaifu sana mbele ya wake zetu. Tunapenda kupendwa na kudekezwa. Na hiyo kazi mnaiweza nyinyi. Wanaume wanaweza, lakini nyinyi mnaiweza vizuri kutokana na maumbile ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewajalia. Watu wa saikolojia wanasema mwanamume ni mtoto mkubwa. Mwanamume yeyote yule ni mtoto mkubwa. Ukiweza kujua saikolojia ya mume wako, ndio wanasema kwamba anazungushwa kwenye kidole kama pete. Sawa Huyu mwanamke wa aina hii ni mwanamke anajua saikolojia ya mume wake. Anamcontrol kwa sababu anajua aingilie wapi. Wala sio uchawi, wala sio niundo uchawi halali. Anajua jinsi gani ya kumcontrol mumewe. Mwanamume yote humpenda mwanamke mwenye moyo wa huruma, ambaye anamliwaza. Mwanamume yote anapenda mwanamke anayefanana katika malezi na mama yake. Ni masuala ya kisaikolojia. Ukimlea mume wako kama ambavyo amelelewa na mama yake, ukimwona amenuna kidogo unamfuata, mume wangu na shida gani, na tabu gani, kuna kitu gani kimekukera, jambo gani limekuudhi. Yani ukawa na tabia hiyo kama ambavyo mama anavomuuliza mtoto wake, hapo unaweza ukamuini mwanamume. Lakini ukitaka uishi naye kama shauri yake, kama amenuna acha anune, aniambii shauri yake, ina maana kwamba unakaa mbali na mume wako na unampoteza. Kwa hiyo wanaume wengi tunapenda kupendwa na kudekezwa. Tushtakie shida zetu kwenu nyinyi. Sawa Tujilaze katika miguu yenu, tujilaze kwenye vifua vyenu. Machozi yatoke katika kueleza shida zetu ambazo tunazo. Hatukimbilia sehemu nyingine, atakuja kwako. Kitu ambacho kinaonekana kama vile mfumo dume fulani hivi, lakini ndio uhalisia wa nyumba zinavyotakiwa kuwa. Ndivyo wanaume walivyo na wanahitaji kutoka kwenu vitu kama hivyo. Ukifanya hivi, mwanamume kila shida atakayoipata atakimbilia kwako. Kama alikuwa akimbilia Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa Bi Khadija radhiallahu anha. Kila kimtokea tatizo anakimbilia. Bi Khadija anamkumbatia, anampa moyo. Akipita barabarani kuta kuna watumwa wanateswa, anakuja amehuzunika. Bi Khadija anamwambia, nini mume wangu, mbona uso wako umesema nimekuta waislamu wenzangu wanateswa, sina uwezo wa kufanya kitu chochote. Tutoe hela tukawanunua. Anasema hapana, tutawanunua wangapi? Anamliwaza. Ndio hali ya mwanamke anavyotakiwa kuwa kwa mumewe. Katika hadithi ya Abdullah ibn Abbas anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum binisaikum min ahli aljanna, je ni wafahamisheni jamani katika wanawake zenu wale wanawake wa peponi ni wanawake wa aina gani? Masahaba akasema, tufahamishe ya Rasulullah, tufahamishe wanawake wa peponi katika wake zetu wana sifa gani? Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, alwadud, ni yule ambaye mpole mtaratibu. Mwanamke mpole mtaratibu. Alwalud, yule ambaye anapenda kuzaa.
anapenda kuwa na watoto wengi. Hii ni sifa katika sifa za wanawake wa peponi. Al-aud ala zawjiha, ni yule ambaye anajipendekeza kwa mume wake. Saa nyingine hata mume kakosea, lakini alibeba yeye kosa lile. Kujipendekeza ni moja katika sifa za wanawake wa peponi. Allati idha adhat au udhiyat, mwanamke anapokuwa amemuudhi mume wake au ameudhiwa, jaat ta'khudh biyadi zawjiha, anakuja kumkamata mumewe mkono, thumma taqul, kisha anamwambia wallahi la adhuqu ghamtan hatta tarda, sito funga jicho langu kulala mpaka uniridhie mume wangu. Sifa hizi ambazo zimetajwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam ni sifa za wanawake wa peponi. Sasa ni sifa ambazo wewe unajikurubisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hujidhalilishi, unamtumikia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa maelekezo aliyokupa. Lakini utakapokuwa umepewa semina, huo ni udhalilishaji, huo sio ni nini, wewe una haki sawa na vitu vingine, utabakia hivyo kweli. Lakini utakuwa umetoka katika mstari wa mwanamke wa peponi au mwanamke wa Kiislamu. Kwa hiyo kujipendekeza kwa kuangalia chakula chake, kwa kuangalia kinywaji chake, kwa kuangalia sehemu yake ya kulala, kwa kuangalia vitu vyote ambavyo anavipenda, unajipendekeza. Kujua hata hobi za mume wako ni zipi. Sawa, hata kama si hobi zako, na wewe leo unamsupport. Hata anapenda kitu fulani kwenye TV, hata wewe upendi, basi kaa tu, kama sio cha haramu lakini. Sawa? Jifanye leo unajua. Lakini hujui chochote. Unamsupport tu, ndo maana yake yani. Kwamba unaunganisha hobi zako na hobi zake ili kuweza kuimarisha nyumba yenu. Sifa ya 4 ambao wanaume wanaipenda kwa wake zao ni mwanamke mwenye mvuto. Mwanamke mwenye mvuto. Siku zote kuwa mbunifu. Wewe mwenyewe kuanzia mwili wako, unavovaa, sijui unavotengeneza nywele zako, aina za perfume unazotumia nyumbani, decoration katika nyumba, yote inahusiana na wewe. Kuwa mbunifu ili mume wako aweze kuona kila siku na mvuto. Of course, nyinyi mna hoja nyingi sana. Hela za saluni nani ananipa? Sawa. Mara nyingi kizungumza maswali ya kuja kuuliza, sasa shekhe, umesema mwanamke awe na mvuto. Kama mume anipe hela za saluni je? Ubunifu. Sawa Sasa nyingine inahitaji hata saluni, ubunifu mdogo tu. Hivi mwanamke kusema kweli, kuifanya nyumba yake ikawa inavutia, anahitaji kitu gani yani? Kubadilisha decoration tu. Kochi la upande ule linahamia upande huu. Sijui stuli inakuja huku, zulia la huku linaletwa huku. Basi nyumba ikafukizwa. Lakini kuna nyumba tangu watu wameoana, sasa hivi wana watoto 5. Kochi liko pale pale mpaka linaota mzizi chini ya nani. Pale pale. Itabadilishwa kitambaa tu na nini na kitu gani, lakini liko pale pale. Hamna ubunifu wa ile, kitanda ndo kile kile ulichoingilia harusi ndio kimekaa vile vile, kimeelekea kibla sio wapi, hivyo hivyo. Of course wanaume atakimbia sehemu kama hiyo. Wewe mwenyewe ukikuangalia kuanzia juu mpaka chini kama tulivyosema, umeshazoeana na mume wako. Wewe nyumbani pale ni overall lako tu, hata anarudi anakuta uko vile vile, sawa Tena akifika ndo unamsukumia na watoto wabebe kabisa. Wewe uko busy. Yaani kila akikuangalia hivi anakuta hakuna kitu chochote ambacho kinakuvutia kutoka kwake. Unaweza kuona ni vitu vidogo. Sisi tumeshazeeka sasa hivi, tushakuwa watu wazima. Sio kweli. Ndoa haizoeleki, na kwa mwanamume mke hazeeki. Unajizeesha wewe mwenyewe tu. Kila siku lazima uwe na mvuto. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mastafada almu'min ba'da taqwa Allah ta'ala, hajawahi kufaidika mu'min mwanamume baada ya kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala min zawjatin salihah, kuliko huyu mume kupata mke mwema. Mke mwema sio anayeswali tu peke yake, anafanya ibada, anafunga tu, la, na anafanya haya tuliyozungumza ya kumfanya mume wake ahisi kwamba ana utulivu katika nyumba yake. Huyu ndio mke mwema. Hii ni ibada kubwa zaidi.
ya kuangalia mambo gani ambayo mume wako anaridhika nayo. Akaendelea Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema in amaraha ata'athu, mwanamume huyu mke mwema ni yule mwanamume ambaye anapomwamrisha anamtii. Wa in nadhara ilaiha sarrathu, na akimwangalia anamfurahisha. Subhanallah, anamfurahisha kwa tabasamu, anamfurahisha kwa kauli, maneno, anamfurahisha kwa mavazi, anamfurahisha kwa harufu ya mwili wake. Yote haya anamfurahisha mwanamume. Kwa hiyo hizi ni training ambazo wanawake wanatakiwa wapewe kabla hawajaingia katika ndoa, ili waelewe mambo ambayo wanaume wanatarajia kutoka kwao. Masuala ya usafi wa mwili, usafi wa nguo, usafi wa sehemu ambayo mwanamume analala, utulivu katika sehemu ambayo mwanamume analala baada ya kutoka kazini. Yote haya ni majukumu yako wewe mwanamke. Of course sema sasa hivi zitakwambia hakuna, wote sawa, lakini mimi nazungumza katika perspective ya Kiislamu. Kama unataka kuwa mwanamke mwenye furaha, mwanamke mwema, haya unatakiwa kuyafanya, sio kwa ajili ya mtu mwingine, kwa ajili ya kutafuta radhi za nani? Za Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini akawa anapata kutoka kwako harufu isiyokuwa nzuri, macho yake yanaangalia nguo za hovyo ambazo unazivaa mbele yake, masikio yake yanasikia kauli za kebehi ambazo kila siku unazitoa. Mwanamume hawezi kuvumilia haya mengi, na ndio maana wanaume wengi wanakimbilia katika mathna wa thulatha. Na nyinyi mnalalamika sana, sawa kwa sababu hiyo, kwa sababu yeye kila akifika nyumbani akitoka kazini hakuna isipokuwa ni kauli za kebehi. Unamwekea listi ya matatizo. Okay, matatizo yapo kweli, lakini hewa simuonee huruma huko alipotoka, hujajua ametoka katika hali gani. Ili akifika tu tayari listi ndefu. Mtoto kafukuzwa shule, mama yangu anaumwa, hana bima ya afya, sijui hatujafanya na kitu gani, hatujafanya na nini. Amekaa kwenye kiti, hata maji ya kunywa ya baridi hujamletea. Lakini umemletea listi ndefu ya matatizo. Kweli yapo hayo matatizo, lakini approach yako sio nzuri. Matokeo yake anakuambia inshallah. Huyo anakwenda kwenye alkasus. Kule atacheka, atapiga story, atafanya nini, anaangalia time tu. Kiswali isha anarudi tena mpaka saa 3:30 anarudi. Anajua atakuta umelala. Kipata mtaalamu huko nje anamchukua. Ni lazima turekebishe jinsi tunavyotaamiliana na wanaume zetu, kwa sababu wameumbwa tofauti. Hakuna mwanamume ambaye anapenda headache siku zote. Ugomvi wa miaka 5 unawakumbushia leo. Kila ukitokea ugomvi unakumbuka mwaka ule, unakumbuka na ile tulishaombana radhi mama fulani. Hakuna, unakumbushia. Kwa sababu gani? Akili zinakwenda kasi. Hivyo vitu vinasababisha vitu vingi. Naam, jazakumullah khair. Ya 5, mwanamume anapenda mwanamke mwenye kujiamini na mbunifu, mwenye fikra. Unakaa naye, unazungumza naye, sio tu hewalla mume wangu, sawa unavyoona wewe baba fulani, hivyo utakavyoamua. Mwisho wa siku akushauri kwa lolote. Unajipi unamwambia, nataka tuhamishe watoto shule, wewe utakavyoona baba fulani. Nataka tununue kitu fulani, wewe fanya unavyoona. Anataka kwanza ukae ufikirie, kwani tukifanya hivi itakuwaje? Unaonaje tungefanya hivi? Unaonaje mwanamke ambaye anajiamini kama alivyokuwa mama Ummu Salama. Alikuwa Mtume sallallahu akipatwa na jambo lolote zito anakwenda kwa mama Ummu Salama, kwa sababu ni mwanamke mwenye kujiamini. Na kweli mawazo na fikra ambazo mama Ummu Salama anampa Mtume sallallahu alaihi wasallam zilikuwa zinasaidia umma. Kwa hiyo mwanamke lazima uwe na shakhsia mustaqila, yani uwe na ile independent ya fikra, unajiamini, kwa maana ya kwamba uwe na mawazo ambayo unampa mume wako, ili akipata tatizo lolote kule anajua kwamba mawazo ya mwanzo nitayapata nyumbani kwangu mimi kabla sijakwenda kwa ushauri wa nje. Lakini akikosa atakwenda kwa watu wengine, alafu baadaye matokeo yanakuja kwa mabaya kwako wewe. Ndugu zangu,
Haya tuliyozungumza ni matarajio ambayo wanaume wengi tunayatarajia kutoka kwenu nyinyi kama wanawake. Lakini nafahamu kwamba kuna wanaume ambao sifa zao zinawakwaza. Hii nitazungumza leo vile vile kule. Kuna wanaume ambao ni watoto wadogo katika miili ya watu wazima. Wa binafsi. Hajali maslahi ya mtu yote zaidi ya maslahi yake peke yake. Hii ni mitihani ambayo nyinyi mnakabiliana nayo. Na Mwenyezi Mungu anawapima mtaweza kusubiri au mwezi kusubiri. Kuna mwanamume ambaye anaenjoy akikuona wewe unalia, umekasirika, umenuna, yeye ananenepa. Wako kwenye majumba tunafahamu kesi kama hizo. Kwa kuelewa wanaume wa aina hii, usilie mbele yake. Yaani amekuja amekupa maneno mazito, alafu yuko juu ya meza anakula tu, anabugia pale, wewe unalia, umeingia kichocho kule, si umeingia chumbani, umebamiza mlango, si umefanya nini, unajifanya unaongea na simu, umenuna. Yeye anapiga tu msosi yake, akimaliza anaondoka. Kuna wanaume furaha yao ipo katika machozi yenu. Hata ikuta tu umefurahi, anatafuta kitu chochote cha kufanya nini? Cha kukuudhi. Unachotakiwa kufanya, usiudhike mbele yake, usilie mbele yake, usionyeshe umekerwa mbele yake. Kwa sababu unashibisha yaliyopo katika nafsi yake. Wewe tabasamu tu, furahi, cheka, nenda zako sehemu zingine. Hata kama utalia, lia uchoroni kule, lakini usimuonyeshe udhaifu. Hawa wanaume wapo, na jinsi ya kutaamiliana nao ni hivyo. Lakini sifa nyingine walionao wanaume aina hii ni daima anatafuta mchawi. Yeye hakosei. Hata akikosea yeye atasema wewe ndio sababu. Wapo katika majumba. Nao ni lazima tujue jinsi ya kutaamiliana nao. Haya nitayazungumza leo msikitini kule. Hakuamini, yani hata utakavyosema chote ya kuamini, haamini mtu katika maisha yake. Hata anapofanya kosa la dhahir anakugeuzia wewe. Ndugu zangu kina mama, nimalizie mada yangu kwa sababu ya muda. Jinsi ya kuwatambua wanaume na jinsi ya kuishi nao, hasa katika nyumba za ndoa tunazungumzia. Kila mwanamume ana lugha yake ya mapenzi. Usichanganye ya huyu kampa huyu. Na lugha za mapenzi ziko 5. Lugha ya kwanza ni lugha ya nisikilize. Yani ni mtu ambaye unaweza ukaongea naye vizuri, utampa hoja, atakusikiliza, utampa maneno mazuri, utamsifia, analainika, unafikia katika mradi unaotaka wewe. Kuna mwingine yuko hivyo. Ukaanza naye kwa mbali, unajua unataka kusafiri, unataka kwenda kwenye harusi, unataka kitu fulani, sawa? Unajua mume wako anapenda kusifiwa, anapenda kuelezewa, unaanza kule, nisikilize. Unaanza kumletea zile stories za kumsifu, hakuna mume kama wewe, sawa nashukuru Mwenyezi Mungu amenijalia nimekupata baba fulani, wallahi ni kudra ni ya Mwenyezi Mungu tu. Ni hikma ya Mwenyezi Mungu tu. Hata kusikiliza atafurahi, alafu mwisho unaleta unachokihitaji. Hii inaitwa nisikilize, ni lugha ya nisikilize. Kuna wanaume aina hiyo. Kuna wanaume wengine, hata wanawake, wana lugha ya zawadi. Hata uzungumze vipi, lakini ukimletea zawadi, chupa tu ya perfume unayoipenda, umeshammaliza. Hizi ni lugha za mapenzi. Kila mwanamume anazo, lazima uziangalie. Mume wako anapenda kitu gani? Mwingine mpe muda wako na nafasi yako, kaa tu ongea naye, piga naye story, anafurahi. Ni vitu ambavyo anavipenda. Lakini mwingine kumsaidia majukumu yake, kazi anazozifanya na vitu ambavyo anavihitaji. Zote hizi ni njia za kuzungumza na mume wako katika njia za mapenzi na kuingia katika moyo wake. Sasa ninachokusudia katika maelezo haya, hizi lugha 5 za mapenzi, wewe unaishi na mume ambaye ana njia gani katika hizi? Lazima umfahamu. Bi Aisha radhiallahu anha alikuwa akielewa ambacho Mtume sallallahu alaihi wasallam anakihitaji. Bi Zainab naye alikuwa anaelewa ambacho Mtume sallallahu alaihi wasallam anakihitaji katika lugha 5 za mapenzi. Na Bi Zainab alitumia njia ya maneno, mazungumzo,
na chakula. Kila mtume akipita kwa wake zake anachukua kama dakika 5, anawasalimia, vipi hapa, wamjambo, salama, anatoka. Salama, anatoka. Akiingia kwa Bibi Zainab anakaa nusu saa. Aisha na Hafsa wakataka kupeleleza, mbona pale anakaa muda mrefu? Kuna siri gani? Kwetu dakika 5 tu. Kafika pale anakuta nyumba imefukizwa vizuri. Anajua time anapita Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume alikuwa anapenda harufu nzuri. Anamkaribisha, anaandaa story nzuri ya kumfurahisha, lakini vile vile na asali. Kwa hiyo anakaa dakika 30 anajisahau, hajui kama muda umeenda. Kwa sababu gani? Bi Zainab alijua lugha ya mapenzi ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam anaitaka. Kwa hiyo walimfanyia mbinu, wakafanya kama asali inanuka vibaya, kisa maarufu kirefu, mpaka Mtume akaharamisha asali. Mwenyezi Mungu akateremsha Qur'an kwa ajili ya kuharamisha asali. Lakini lengo la mazungumzo yangu ni kwamba huyu mwanamke alielewa vipi anaweza akapata muda wa kukaa na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika muda mrefu. Lakini kuna aina nyingine ya wanaume hatuelewi chochote katika hivyo vitu. Nimalizie kwa kisa cha mwisho. Mwanamke kamtafuta mume wake ampe zawadi. Sasa mume haelewi, najua sisi fikira zetu sasa ziko kwenye maboksi. Akamwambia, mume wangu mpenzi, nimeota ndoto kwamba umekwenda mjini, umeingia katika maduka ya dhahabu yale, alafu umenunulia seti nzima ya dhahabu, pete, mkufu, bangili, sijui na nini, ukaniletea katika boksi zuri limefungwa vizuri, ukanikabidhi, ukasema zawadi yako hii mke wangu. Sasa huyu mwanamke anataka kufikisha message kwa njia ya ndoto kwamba haki haelewi huyu mzee, sawa kwa mimi nahitaji kitu gani. Basi mume akaipokea ile message. Akangojea siku ya mnasaba kama ni Eidul Fitr, sio Eid nini. Akaenda kweli dukani, akanunua zawadi, akaifunga vizuri kabisa. Akaleta, akamletea mke wake, akamwambia mke wangu nimekuletea zawadi. Mwanamke akajua kwamba ile plan imefanya nini? Imefanikiwa. Kumbe leo mwanamume alikuwa akiongea naye hayuko huko kabisa, ana maboksi yake mengine tu. Yule mwanamke akafungua boksi ile, akakuta kuna kitabu ndani yake kimeandikwa jinsi ya kutafsiri ndoto. Akakitupa akasema, "Wewe vipi bwana?" Akamwambia, "Mbona unakasirika mama fulani? Kwani kitu gani kimekuudhi? Unaniletea kitabu cha kutafsiri ndoto?" Akasema, "Kwa sababu uliniambia ndoto yako. Mimi sijui kutafsiri ndoto. Nikawa nimekuletea hichi kitabu, ukiwa umeota sasa usome katika hichi kitabu itakusaidia." Wala hajaelewa kwamba mke wake alikuwa anataka dhahabu. Kuna wanaume maboksi yao haelewi hivyo vitu. Kwa hiyo angalia jinsi gani ambavyo utaingia katika fikra ya mume wako kumfikishia unachokihitaji. Wanaume wako tuko wa aina nyingi sana. Nyinyi ndio walimu wazuri wa kutusoma na nyinyi ndio mnafahamu jinsi gani ambavyo mnaweza mkatuwin. Nimalizie kisa cha mwisho Kasim Limo. Mwanamke anataka mapenzi kwa mume wake. Kazungumza na mashosti zake, wakamdanganya, wakamwambia kuna mganga fulani akikutengenezea hiyo, sio inaitwa nini hiyo? Yaani mume wako anakuwa kama kwenye kidole hivi. Nipelekeni. Of course mwanamke hana misingi ya Kiislamu, anayefanya vitu kama hivi ni shirki. Kweli akapelekwa. Lakini alipopelekwa yule mganga, anaitwa mganga yule, hakuwa mganga wa aina hiyo, alikuwa kidogo ana tauhidi ya kuelewa. Akaambia, "Unasema unataka nini?" Sasa mimi nataka mume wangu yani ni mcontrol yani. Nikisema mimi yeye anafuata tu. Akaambia, "Hiyo kazi rahisi. Nenda ukaniletee unywele wa gorila." Gorila si unajua ile manyani makubwa yale. Kwa unywele kwenye utosi hapa. Ukiniletea hiyo, na sharti wewe mwenyewe ndo utoe ule, sio mtu mwingine. Wewe mwenyewe kwa mkono wako. Kakaa na mashosti zake, sasa nitapataje unywele wa gorila? Akamwambia, "Rahisi. Si unakwenda zoo pale wapo. Sisi tununue ndizi tu." Kweli akanunua ndizi, basi anamuonyeshia gorila ndizi, nasogea, na anasogea mpaka gorila alivyosogea karibu pale, akanyofoa ule unywele. Sema, "Alhamdulillah tumeupata." Wakarudi sasa kwa mganga.
Akamwambia nimepata unywele wa gorila wa kichwani, umeutoa mwenyewe? Asema sasa basi kumbe unaweza. Kama umeweza kumlainisha gorila mpaka ukapata unywele wake wa utosini, mume wako unashindwa vipi kumlainisha? Hiyo ndio dawa. Kwa maana nyingine ni kwamba nyinyi mnajua mkiamua mnaweza mkatulainisha sisi, yani vile ambavyo nyinyi mnataka, lakini kwa njia za halali, isipokuwa mnashindwa kuelewa zile njia za kuwafahamu wanaume na kuwafikia katika nafsi zao. Jazakumullahu khairan wal afwa minkum. Hii ni TV Iman Tanzania, elimu bila mipaka.